Je, ni kweli wewe uko ndani ya Kristo? Au ukimtazama jamaa yako hapo, au mwenzako, rafiki yako, sijui nani hapo, ni kweli yuko ndani ya Yesu Kristo? Na mpendwa, mtu aliye ndani ya Yesu Kristo ni mtu wa namna gani? Mtu ambaye anasema mimi niko ndani ya Yesu Kristo ni mtu wa namna gani? Maana siku tulizo nazo watu wengi wanasema mimi nimeokoka, namjua Yesu. Na ukiangalia au ukichunguza kwa asilimia kubwa, utatambua kwamba watu hawa wanajidanganya tu kwamba wameokoka kwa sababu wanaenda kanisani, wanatoa sadaka, wanatoa matoleo mengine, wanajihusisha na shughuli nyingine au na kazi zingine katika ufalme wa Mungu. Wengi ndio wanajaribu kutuhakikishia kwamba wako ndani ya Yesu, yaani wamesha kuwa wa Yesu, au labda wanaimba, wengine eti kwa kuwa labda wanahubiri neno. Lakini sasa mimi nakuuliza wewe, unavyojitazama wewe, ukijichunguza mwenyewe, unaona kweli kama wewe ni wa Yesu? Unakaa uko ndani ya Yesu Kristo? Umempokea Yesu? Ulishakwisha kumpokea Yesu? Yaani ujichunguze wewe mwenyewe. Nataka niongee na wewe unayetazama, wewe unayenisikiliza katika siku ya leo. Unajua siku tulizo nazo watu wengi hawawezi kujua kwamba kweli kuwa ndani ya Yesu maana yake ni nini, au utajuaje, watu watatambuaje kama wewe uko ndani ya Yesu Kristo? Maana mpendwa, wengi wanaongea tu ni maneno, lakini sasa ukiona au ukitazama, ukiyachunguza maisha yao, utaona wazi kwamba ni watu walio katika dini na sio watu ambao ni wa Yesu au walio ndani ya Yesu Kristo. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti. Popote pale mpendwa ulipo, ninapenda nichukue nafasi kukaribisha kuweza kuungana nami katika siku ya leo ninapokuletea habari njema za ufalme wa Mungu. Mpendwa, ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu anarudi, siku na saa hakuna aijuae. Kwa hiyo wewe kama umzima katika siku ya leo, kama unapumua katika siku ya leo, mtukuze Bwana. Mwambie Yesu asante. Asante Yesu kwa makuna maajabu unayonitendea. Au unaweza kuwa hata ujisikii vizuri, lakini mtukuze Yesu. Mwambie asante Yesu. Mwambie asante Yesu kwa neema yako. Asante kwa kazi uliyoifanya pale msalabani. Haleluya. Pale Kalvari aliposema imekwisha. Pale Kalvari Yesu aliposema imekwisha, mpendwa, na ushindi ule ukapate kutembea ndani ya ushindi ule. Haleluya. Utukufu ule aliokuwa nao wakati amefufuka, mpendwa, ukapate kutembea ndani ya utukufu ule. Haleluya. Na usiishi maisha ya hovyo, maisha ya kujikatia tamaa, maisha ya kuona kwamba hakuna kesho yako. Pendwa, anayejua kesho yako na kesho yangu ni Yesu huyu tunayemhubiri kwako, Bwana ama Bwana, mfalme wa falme. Wewe usiogope mpendwa, haijalishi unapitia hali gani, mapito ya namna gani, na kwambia Yesu anaweza. Inawezekana ni magonjwa, na ndio maana nimesema mpendwa, kama wewe unapumua, hauhitaji mashine, hauhitaji mitambo ya namna yoyote, hauko hospitalini, hauko kwenye kitanda mahututi hospitalini, pendwa, mtukuze Yesu. Nawezekana hata mambo ni magumu, maisha ni magumu, sijui ni nini unapitia, lakini wewe kama ni mzima, mtukuze Yesu. Mwambie asante Yesu. Una sababu ya kila namna ya kumtukuza na kumshukuru Yesu. Sio mpaka uende kanisani, sio mpaka upeleke matoleo uweke mule, kwamba ukifanya vile ndio Mungu ataona kwamba umemshukuru vya kutosha. Hapana, anataka kuona wale wanaomwabudu katika kweli na katika roho. Pendwa, sio vile vya kuwaonyesha watu tu. Wakiani kila muda wa shukrani, jamaa lazima aweke. Wengine mnaweka tu kwa kwa imeshakuwa ni mazoea. Mazoea mpendwa. Sasa tunaishi katika wakati huu ambao ni wakati hatari sana. Wakati wa nyakati za mwisho.
mambo ni mengi. Watu wengi wamepotea, watu wengi hawajampokea Yesu, wanajidanganya wenyewe eti kwa kuwa wao wameshapatizwa, wakapewa na cheti cha ubatizo, wana hata cheti cha wanachama wa dhehebu ra au dini fulani, dini lile au dini hii hapa. Mambo kama haya ndio watu wengi wanaamini kwamba wameokoka, wamempokea Yesu. Lakini hapa tunataka kujua mtu ambaye, haleluya, yuko ndani ya Yesu Kristo, yani yule ambaye alishampa maisha yake Yesu, akamkabidhi, akamwambia tawala Bwana, tawala, chukua maisha yangu, ninakukabidhi wewe. Ni mtu wa namna gani? Maana mpendwa, ndio ujumbe ambao nakuletea katika siku ya leo. Nasema utu upya, tofauti kati ya mtu aliye na asiye ndani ya Kristo. Wana tofauti gani? Maana unaweza kuwa ndani ya kanisa lakini ukakuta wewe hauko ndani ya Yesu Kristo. Unaweza kuwa ni mtoaji mkubwa wa sadaka lakini wewe ukakuta hauko ndani ya Yesu Kristo. Unaweza kuwa wewe ni mwimbaji ukakuta lakini bado wewe hauko ndani ya Yesu Kristo. Unaweza kuwa wewe ni mhubiri, unaweza kuwa wewe ni mchungaji, unaweza kuwa ni askofu, unaweza kuwa ni padri, unaweza kuwa ni nani, mpendwa, mtu wa dini, lakini wewe sio wa Yesu Kristo. Unaweza kujikuta wewe ni mtu maarufu sana, umeimba nyimbo nyingi sana, mpaka umeweza kuweka midundo na midundiko mpaka unasema hakuna ya midundiko ya shetani, midundo ya shetani, sijui nini, rhythm za shetani na za Mungu sijui nini. Wewe ukakuta wewe ni mtu unayetafuta maslahi yako tu na sio mtumishi wa kweli wa Mungu. Na ndio maana mpendwa, siku ya leo ujumbe huu unakufikia, unakusaidia wewe upate kujichunguza. Naongea na mtu hapa, naongea na wewe. Wewe usianze kukodoa macho na angalia, unaweza kufikiria fulani kweli fulani. Anza na wewe kwanza kabla hujaanza kuwatazama. Unajua usije kutoa uchafu ambao uko ndani ya jicho la mwenzako na kumbe ndani yako mpendwa kuna vitu ambavyo vinakufanya wewe usione vizuri. Kwa hiyo anza kutengeneza na kwako hapa, alafu ndio utaweza kutoa kwenye jicho la mwenzako. Haleluya. Kwa hiyo ndio maana maandiko matakatifu yanakuambia kwamba neno la Mungu mpendwa ni kali kuliko upanga wowote wenye makali kuwili. Maana yani neno la Mungu linakata huko na huko, yani inakujia wewe na mimi huku. Hii ndio maandiko, neno la Mungu mpendwa. Sasa wewe mpendwa, hapo ulipo kweli wewe uko ndani ya Yesu Kristo, awe ni mtu wa dini, awe ni mtu ambaye unasema umeokoka lakini bado matendo yako hayamtukuzi Yesu Kristo. Tusome maandiko matakatifu tujue maana ya kuwa ndani ya Yesu Kristo. Yani ile ya kusema mimi nampokea Yesu leo ninakubali kumpokea na kumkabidhi Yesu maisha. Nini kinatakiwa kitokee? Watu waone nini katika maisha yako? Maana hapa ndipo kuna tatizo na shida katika maisha ya waumini wengi. Waenda makanisani wengi wanataabika hapa, na ndio maana wengi waenda makanisani wengi hawajaokoka, hawako. Yani ni wewe sio Mkristo. Ujue kuna Ukristo wa feki na vivyo hivyo kuna Wakristo ambao ni feki. Sasa wewe ni Mkristo feki. Ninakwambia acha tusome maandiko matakatifu, ndipo na wewe utajichunguza wewe mwenyewe. Usiseme kwamba ni maneno yangu mimi mwenyewe. Tusome katika kitabu cha Wakorinto hapa, Wakorinto wa pili, Wakorinto wa pili sura ile ya 5. Tusome mstari wa 17. Pendwa, maandiko matakatifu yanasema hivi. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema hivi: kwa hiyo mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hapa ndo kuna shida, ndipo shida ya walokole wengi, waumini wengi, waenda makanisani wengi. Hapa ndo kuna tatizo, hapa ndipo kuna shida. Wapendwa, wewe unasema umeokoka, unamjua Yesu, bado wewe ni maraya, wewe ndo mumbea, wewe ndo mchonganishi, wewe ni mchawi. Yani kwa lugha fupi tu ni kwamba watu wanasema wameokoka, lakini
ile mienendo, tabia, maisha ya zamani bado unayaishi katika wokovu wetu, na sasa unadhani kwamba umeokoka. Pendwa, hauna wokovu wowote. Wewe hauko ndani ya Yesu, uko ndani ya dini. Na ninyi watu wa dini, kemeeni dhambi. Watu waache dhambi, waishi maisha matakatifu, maisha ya haki. Mpendwa, maisha ya haki. Maana hapa neno la Mungu imesema awazi kabisa, ikasema kwamba kwa hiyo kama mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo, yani kama wewe uko ndani ya Yesu, lazima tuone kiumbe kipya, yani tuone mtu mpya, yani mtu ambaye matendo yako ni mapya, yani umebadilika kabisa. Yale ya zamani yote yamepotelea huko, umemwachia shetani vifurushi vyake vyote. Umesema shetani, enough is enough, chukua vya kwako vyote, hakuna tena. Sasa wewe bado unafanya umalaya, wewe unatafuta kuangusha hata watumishi wa Mungu. Mtumishi habari, sijui nini. Wewe malaya unautoa wapi? Yani unaenda tu kwa njia mbaya kabisa. Unafahamu mtumishi mwenyewe hajui tu, anaona wewe ndio akiamu unataka, yani hamtaki kubadilika. Na warokole wengi ninyi ni wapagani. Wewe mwenyewe ndio unajijua. Jifanyie tathmini mwenyewe, jifanyie uchunguzi, ujifanyie research wewe mwenyewe, utafiti wa maisha yako tangia ile siku iliposema ninampokea Yesu Kristo, ninamkabidhi maisha yangu Yesu Kristo wa Nazareti. Sio Yesu Kristo wa Tongareni, sijui Yesu Kristo wa Kenya. Nasema Yesu Kristo wa Nazareti, mwokozi wa ulimwengu, mkombozi wetu, yeye aliyetuletea wokovu, aliyeenda msalabani, aliyesulubiwa msalabani, akafa, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka, na saa hii yuko mbinguni, ameketi kuume kwa Baba, akikuwakilisha wewe na mimi. Pale yule mwovu shetani anapotushitaki, ona jamaa ametenda ile dhambi, ona nikwambia yule anasema hapana, nilishamnunua yule, nilishalipa gharama, damu yake Yesu Kristo inatuosha na kutusafisha. Kwa hiyo mpendwa, asili iliyopo ni kwenye maisha ni kwamba kutenda dhambi, mpendwa, hakuna mwanadamu aliyekamilika duniani. Unakosea hata mengine hata wewe mwenyewe ufahamu. Isipokuwa tu watu wanaangalia madhambi mengine, wanasema hii dhambi ndio kubwa sana, hii dhambi ndio itakupeleka motoni. Pendwa, dhambi tunazotenda ni nyingi, lakini kizuri ni kwamba unapokumbuka aliyotenda. Na ndio maana unapoomba siku zote, huwezi kuomba mpendwa ukaenda mbele za Mungu hujaomba msamaha. Huo ni upagano uliopindukia. Lazima kwanza ujitakase, useme Baba, najua nimetenda dhambi. Na kuna zenye nakumbuka unazisema, kuna zingine ambazo sikumbuke. Watu wengine wanasema wote wasemaje uzikumbuke? Wewe unakumbuka yote uliyotenda siku nzima mpendwa. Kuna mengine yalikuwa ni mawazo tu, mawazo mpendwa. Na hili kawa ni dhambi, japo hujatenda. Wewe lazima ujisafishe mbele zake, mwambie Baba nisamehe, nitakase dhambi ambazo nimetenda, ninazokumbuka, nisizokumbuka, na ambazo nitenda kwa kusudia, ambazo sikukusudia. Akutakase. Tatizo ninyi mnatenda dhambi afu mnaficha, mnakaa nazo, na ndio maana unajikuta mwisho wa siku unasema umeokoka, lakini wewe umekaa ndani ya dini, mtu wa dini, hauko ndani ya Yesu Kristo, kwa sababu unayaishi maisha yale ya zamani. There is no change whatsoever. Hujabadilika mpendwa. Kwa ndio maana neno la Mungu limesema kwamba yeyote anayesema yuko ndani ya Yesu Kristo, pendwa, anasema wazi hapa, haleluya, anasema amekuwa kiumbe kipya. Je, wewe ni kiumbe kipya au wewe ni yule wa zamani wa mwaka 70, wa mwaka 95, wa mwaka 2000? Umebadilika kweli mpendwa? Maana wengi tunapenda kusema hukumu kitabu kwa kuangalia nje. Bwana Yesu haangalie muonekano wa nje. Wewe acheni ujinga kama huo. Huo ni ushetani uliopindukia kutafakari au kutafsiri maandiko matakatifu men's ways. Unatumia hekima za kidunia ambazo ni za kishetani. Usomi mwingi, ujuzi mwingi. Siku hizi ni za nyakati za mwisho. Kwa hiyo mpendwa, amesema haleluya, ukiwa ndani ya Yesu Kristo umekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, yani yameisha. Yani hauwezi kuonekana katika ile hali yako ya zamani. Lazima yote yafanyike kuwa
mapya. Yamesema yaka yote. Bado tusome pia katika tusome katika Warumi hapa. Warumi, tusome Warumi. Warumi 13 hapa. Warumi 13 hapa. Tusome mstari wa 14. Maandiko matakatifu yanasema hivi: bali jivikeni Bwana Yesu Kristo, wala msifikiri jinsi mtakavyotimiza tamaa za miili yenu yenye asili ya dhambi. Kwa miili yenu ina asili ya dhambi. Kwa kuwa miili yetu ina asili ya dhambi, amesema mpendwa, sasa utakachokifanya wewe, anasema jivikeni, haleluya, ajivikeni Bwana Yesu Kristo. Je, umemuvaa Yesu? Ninakuuliza, umemuvaa Yesu Kristo au umevaa dini? Umevaa sadaka wewe? Unadhani kwamba kikumi chako ndio kinakupeleka mbinguni? Pero amesema yani tumuvaa Yesu Kristo. Yani napenda ujumbe huu. Anasema kumuvaa Yesu Kristo. Hivi sijui kama Kiswahili hiki ni chepesi sana kuelewa. Yani umuvaa kama vile unavyovaa nguo. Yani ukivaa ile nguo wanaona nguo ile. Unaona? Wewe ukimvaa Yesu, unataka watu waone nini? Kama umemvaa Yesu, unataka watu waone nini? Wewe ukivaa nguo, kwa mfano hii ni umevaa hii nguo, unaona kabisa kwamba ndani kuna nguo nyeusi na hii ya nje hapa. Unaona kabisa, sijui ni rangi gani. Wewe utajua kwa Kiswahili. Lakini mpendwa, unaona kabisa nimevaa hii nguo. Uwezi kubadilisha kusema nimevaa nguo ya kijani hapa. Unaona nguo kabisa ambayo nimevaa. Kwa hiyo wewe kama umemvaa Yesu Kristo, watu waone nini? Wewe kama uko ndani ya Yesu, waone nini mpendwa watu? Mbona watu huwa yani mahubiri tumeanza kuyafanya kwamba ni vitu vya kucomplicate. Tumia falsafa, sijui nini, yani mpaka mtu ana madigrii. Na ndio maana hata shetani ameingia kupitia serikali. Zimeanza kuweka msimamo kwamba watu kuhubiri neno lazima wawe na elimu kadhaa fulani. Labda kwanza lazima unatakiwa uwe hata na elimu ya dunia, labda umemaliza chuo au chuo kikuu, au labda kama huna elimu ya dunia lazima uwe na elimu ya theolojia. Huyu ni shetani anaanza kuingilia mambo ya Mungu, mfumo wa dunia. Sasa anasema amuvaeni. Haya sio maneno yangu, ni maandiko matakatifu. Nimesoma katika Warumi 13 ule mstari wa 14. Hapa ndo nimesema, amesema bali jivikeni, yani ujivike. Yani kwa Kiingereza amesema clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Kwa hiyo Yesu Kristo mpendwa. Sasa watu waone nani? Waone nini wanapokutazama? Kama umevaa Yesu ni directly, yani itakiwa wamuone Yesu moja kwa moja. Haya mambo mengine ya kupitisha huku excuses yani za kila namna, hapana, ni upagani. Ni kwa sababu hamjaokoka wapendwa. Kwa hiyo tuokoke. Kwa hiyo wewe umejivika Yesu Kristo, umemvaa Yesu Kristo mpendwa. Jivikeni. Wamesema clothe, hapa amesema jivikeni. Mvaa Yesu Kristo kama nataka useme hivyo. Wewe watu wakikuangalia wanamuona Yesu. Wengi wenu mmevaa tamaa zenu wapendwa. Mmevaa mmejivika hizo hiyo miili yenu yenye asili ya dhambi. Na ndio maana naona mambo ya Mungu kila siku napinga. Mtu anayekemea dhambi siku hizi watu hawasikilizi injili kama hizi tunazozihubiri za kukemea dhambi. Kwa nini? Wanawahubiria injili za kidunia, za duniani hapa, wakiwaonyesha mafanikio, kubarikiwa, maji ya upako, mafuta ya upako, wengine wagawie pesa na nini. Pesa mpendwa hazikupeleki mbinguni. Hakuna pesa inaweza kusolvia matatizo yote ya duniani. Kwa nini? Kuna tatizo moja ambalo pesa haiwezi kusolve au kutatua. Tatizo hilo ni kifo. Yani anayetatua tatizo hilo ni Yesu Kristo peke yake. Wewe uone kwa manabii wakupe pesa kiasi gani. Pale unaenda kuko unakula zinaisha.
na shida kama hauna hata akili ya kuzitumia hizo pesa, utaenda ziishi. Na kwa kuwa hao manabii wenu na mitume zenu hawa ni watu wa kishetani wa kutoka kuzimu, akikupa hayo mambo anakuwa amekuunganisha moja kwa moja na madhabahu ya kishetani. Na ndio maana unaona vifo vinaanza kutokea kwenye familia zenu, mambo ya ajabu, amaruweruwe ya kila namna ambayo ulikuwa hauyaone. Wapendwa, hatuchague kuokoka, tuchague kumfuata Yesu Kristo wa Nazareti. Anakukaa ndani yake na sio ndani ya dini. Tuende kusoma pia katika kitabu cha Waefeso hapa. Waefeso sura ya 4. Tutasoma kuanzia mstari wa tuanzie mstari wa 20. Maandiko matakatifu yanasema hivi: lakini ninyi hivyo sivyo mlivyojifunza Kristo, kama hivyo ndivyo ilivyo, ninyi mumemsikia tena mumefundishwa naye, vile kweli ilivyo katika Yesu. Mlifundishwa kuuvua mwenendo wenu wa zamani, utu wenu wa kale ulioharibiwa na tamaa zake za udanganyifu, ili mufanywe upya roho na nia zenu, mukajivike utu upya. Na utu upya huu, mpendwa, ani Yesu Kristo mwenyewe. Anasema mukajivike utu upya ulioumbwa sawa sawa na mfano wa Mungu katika haki yote na utakatifu wote. Kwa hiyo upya huu wa maisha, upya wa uzima unaopokea pale unaposema umempokea Yesu Kristo, mpendwa, anasema kwamba ni upya ulioumbwa sawa sawa na mfano wa Mungu, yani upya wa uzima. Haleluya! Yani wewe na mimi tujivike upya wa uzima, pendwa, upya wa uzima ulioumbwa sawa sawa na mfano wa Mungu katika nini? Amesema hapa katika haki yote na utakatifu. Na ndio maana tunawaambia siku zote, ishini maisha matakatifu. Wapendwa, iweni watu wenye haki. Amesema mpendwa, inakuwa sawa sawa na mfano wa Mungu, yani Mungu mwenyewe. Utu upya ambao unaopokea ukimpokea Yesu Kristo. Sasa ninakuuliza kweli, wewe una upya wa uzima ambao umeumbwa sawa sawa na mfano wa Mungu katika haki yote na utakatifu. Mnakuwa mnafanya mnakuwa mnajitetea wenyewe, mnajitetea kwa hili na lile. Usinihukumu kwa nje, usinifanyeje. Haya ni maandiko matakatifu. Na hapa ndio Wakristo wengi, waumini wengi, waenda makanisani wengi, watu wa dini wameshindwa. Na hiki ndio mpendwa kimewashinda watu wengi kufanya kwenye maisha yao ya wokovu. Kwa nini? Kwa sababu hamtaki mpendwa kujivika au kuvaa upya wa uzima ambao umeumbwa sawa sawa na mfano wa Mungu katika haki yote na utakatifu. Au mmeshindwa kujivika Bwana Yesu Kristo, yani mmeshindwa kumvaa Yesu Kristo, ili kwamba watu wakiwatazama waseme ninyi ni barua kweli, mnasomeka vizuri sana. Lakini sasa hivi mahubiri yenu yanawaambia wewe bwana, atenda unavyotaka, fanya unavyotaka, nini na nini, mpaka mnatenda madhambi. Yani wewe mnasema ukoka, lakini wewe ni yule wa zamani kule aliyekuwa anaonekana huko nyuma, tunamuona kule. Nao watu mlivyo, watu waenda makanisani, warokole wa kizazi tulicho nacho,
Na ndio maana mpendwa, siku ya leo na kuambia wewe ujichunguze. Mpendwa, kama hujaokoka kweli, hauishi maisha ya namna hii, hauoni upya wa uzima, yaani una struggle sana, unapambana, unateseka, unaona wewe unarudia kule nyuma maisha uliokuwa tena, ni kwa sababu hujamkabidhi Yesu maisha yako ukapata upya wa uzima. Upya wa uzima mpendwa, ambao haleluya umeumbwa sawa sawa na mfano wa Mungu katika haki yote na utakatifu. Maana amesema yeyote aliye ndani ya Yesu Kristo mpendwa, anasema anafanyika kuwa kiumbe kipya. Anasema ya kale yamepita, mambo yote yamefanyika kuwa mapya. Sasa wewe, kwa nini tunakuona unaishi vilivyokuwa unaishi miaka iliyopita? Mpendwa, ni kwa kuwa mmeshindwa wengi kubadilika. Mpendwa, ujumbe huu umekufikia ili kwamba ubadilike na ukae ndani ya Yesu Kristo. Ninaishia hapa katika siku ya leo, tuendelee kuwa pamoja kuyapokea maneno ya Mungu. Mpendwa, abarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Amina.